Shalom watu wa Mungu. Swali ninalojiuliza, je, Afrika, Tanzania tumelaanika? Sisi je, tumelaanika? Hapa nitakusomea mfano mmoja kwenye kitabu cha Biblia hapa, Wafalme wa Pili 17. Tasoma mstari wa 5, nitakuwa naruka. Mstari wa 5, 17:5 anasema, ndipo mfalme wa Ashuru akakwea katikati ya nchi yote, akaenda Samaria, akauhusuru miaka 6. Katika mwaka wa 9 wa Hoshea, huyo mfalme Ashuru akautwaa Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Ara na Abori karibu na mto wa Gozani na katika miji ya Wamedi. 7. Yalichukia hayo kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli. Walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao, aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri watoke chini ya mkono wa Farao mfalme wa Misri. Wakawaacha miungu mingine, wakaziendea sheria za mataifa ambazo Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli, na sheria za wafalme wa Israeli walizozifanya. Hapa nitarukia mstari wa 10 na ngapi? Hapa unaona wana wa Israeli waliacha sheria zile ambazo Mungu alimpa Musa waishi katika hizo sheria, wakaendea sheria za mataifa yale ambayo waliwakuta katika ile nchi ya Kanaani, wakawafukuza. Kaona sisi inawezekana, sisi mababu zetu huko mwanzo, mababu wa mababu wa mababu waliziacha sheria za Bwana hapa Afrika, hapa Tanzania, wakaendea sheria za miungu mingine. Kumbe ndio maana inawezekana tuko hivi. Nitakusomea kuanzia mstari wa 17-16, Wafalme wa Pili 17:16. Wakaziacha amri zote za Bwana Mungu wao, wakajifanyizia sanamu za kusubu, yaani ndama biri, wakafanya na Ashera, wakaliabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia bahari. Kwa watu wakaacha, wakaanza kumtumikia bahari. Mstari wa 17, wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Angalia tena 17, wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. 18, kwa hiyo Bwana akawaghadhibikia Israeli sana, akawahamisha mbali na uso wake, wala hapana aliyesalia ila kabila la Yuda. Naona hapa wana wa Israeli walitoka katika nchi ya utumwa ya Misri, wakaja katika nchi ya ahadi ile ya Kanaani, lakini amri zile Bwana alizowaweka wakaziacha. Basi Bwana akawaacha. Inawezekana na sisi Afrika huko zamani waliweka waliacha sheria, wakaacha amri za Mungu, wakaendea mambo mengine, wakatumia mambo mengine, wakakabili mambo mengine. Basi Mungu akatuacha, akatuweka kuwa watumwa wa nchi za Mungu. Hata leo, mpaka leo bado ni watumwa sisi. Kwa maana anasema sisi Afrika inawezekana kabisa, asilimia kubwa tumelaanika. Soma Kumbukumbu la Torati 28 hapa uone kwa nini nasema Afrika tumelaanika. Sababu watu wakimwabudu Mungu huwa wanakuwa hivi. Au haya maandiko ameandikiwa nani? Umeandikiwa sisi wanadamu, sio wana wa Israeli. Hao wametumika kama sample space au kama wawakilishi, lakini sisi sote ni wana wa Mungu ambao tunatakiwa tuende katika zile sheria za Mungu. Haya yote yameandikwa ili kutufundisha sisi. Tuangalie hapa 28 mstari wa 1 hapa anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. 2.
na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Baraka zote hizi, unaona hapa baraka, anataja baraka hadi 16. Ina maana Tanzania, Afrika, tukishika sheria ya Bwana na maagizo yale yanayotuagiza leo kutunza na kutenda na kufanya, basi hizi baraka zote zitatujilia. Atakubariki mjini, atakubariki shambani, atakubariki uzao wa tumbo lako, uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako na wanyama wako, mfugo na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Unaona hapa nitarukia mstari wa 10. Kwa mstari wa 10 anasema na mataifa yote ya dunia. Unaona hapa, na mataifa yote ya dunia, na mataifa yote ya dunia watakuona umetiwa jina la Bwana, jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Sisi mataifa yana hofu kwetu, na maana mataifa ya Afrika sisi tuna hofu kwa mataifa mengine, sisi tumelaanika. Hizo ni baraka zote. Some mstari 13. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala chini, utakaposikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo na kuyaangalia na kuyafanya. Naona hapo, na kuyaangalia na kuyafanya. Ndio maana sisi yawezekana kabisa 100% maagizo ya Bwana hatukuyafuata, ndio maana mpaka leo tuko hivi, tuko kwenye laana hii, kwa sababu maagizo ya Bwana hatukuyafuata. 14 anasema msipo kengeuka katika maneno ni waamrio leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kuitumikia. Ina maana hizi baraka zote kuanzia mstari wa 10 hadi 13 zitakujia. Barikiwa mjini, barikiwa mjini, barikiwa msibani, fanya kuwa kitu na sio mkia. Unaona hapa, lakini kuanzia 15 hadi 68 hizi zote ni laana. Inawezekana sisi Afrika tupo kwenye hizi laana za hapa sasa. Tasoma mistari michache. Anasema lakini 15, lakini itakuwa usiposikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Na maana sisi Afrika hatukushika maagizo. Inawezekana kabisa hatukushika maagizo, ndio maana tuko hivi, tupo katika laana hizi tulizo nazo, kwa sababu hatukushika maagizo ya Bwana aliyekuwa anaagiza kipindi hicho, miaka hiyo 5. Mfalme wa kwanza, twende. Anasema utaraniwa mjini, utaraniwa shambani, utaraniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na maongeo ya ng'ombe wako madogo wa kondoo zako, utaraniwa uingiapo utokapo. Yani sisi tumeambiwa. Tutasoma mstari wa angalia hapa 18 hapa anasema utaraniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Yani sisi vitu vingi vimelalamika, mpaka mashamba yamelalamika, ardhi zimelalamika, wanyama wamelalamika. Kwa sababu ya nini? Hatukushika maagizo ya Bwana. Wazee wetu huko zamani hawakushika maagizo, na vizazi vilivyokuja havikushika, na vizazi na vizazi na vizazi havikushika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunatembea kwenye laana. 22, Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Kifua kikuu hatuna, tunacho. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa ukoma na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na koga na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Hata ufanyeje? Hata niangamie, hata Tanzania, Afrika tuangamie. Tude mstari wa 25. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia kwa njia 7. Utawatokea mbele yao kwa njia moja, lakini utakimbia kwa njia 7. 29 hapa ndarukia 29. Utakwenda kwa kupapasa mchana kama apapasapo kipofu gizani, wala ufanikiwi katika njia zako, nawe zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapata kuwa na mtu
kuokoa, itaonewa na kutekwa nyara. Itaonewa na kutekwa nyara. Kwa maana anasema nafananisha kilichoandikwa katika laana hizi na yanayoendelea katika nchi zetu za Afrika. Inawezekana kabisa tunaweza tukawa tunahangaika kusema tujikwamue, kumbe tumelaanika haya mambo. Mungu ameyaruhusu yatupate kwa sababu ya huko nyuma wazee wetu, vizazi vyetu vya kwanza viliacha maagizo ya Mungu na kuendea mambo mengine. Mstari wa 33. Soma mstari wa 33, nadhani huu ndio utakuwa wa mwisho. 33, matunda ya nchi yako na taabu yako yote vitaliwa na taifa usilolijua, utaonewa tu na kupondwa chini daima. Matunda ya nchi yako na taabu yako vitaliwa na taifa usilolijua, utaonewa tu na kupondwa chini daima. Yaani sisi tupo chini daima. Unaona yanayondelea, tunayofanya, tunavyoishi, maisha ni magumu, tunakandamizana, tunauana, tunafanyiana ubaya, tunakuwa kama wanyama humu Afrika sisi. Yaani tuna maisha yetu fulani hivi, tupendani. Haya yote ni kwa sababu ya laana. Tunalaana, inawezekana tunalaana nini unavyo, tunalaana. Na laana hii inaanza vizazi hata vizazi. Sisi Afrika basi hatutakiwa kuishi maisha ya kustarehe, hatutakiwa kuishi maisha ya kupenda anasa, kupenda kukimbia huku na kule, kwenda kwenye michezo, tunatakiwa muda wote tu katika kuomboleza, katika kumlilia Bwana, katika kufanya toba. Yamkini Mungu anaweza akatusikia, akabadilisha huu upepo tulionao, akatuletea amani na utulivu. Unaona watu wanaosema tuna amani, tumetulia, tunaishi vizuri, hamna kitu. Hapana amani kwa waovu, asema Bwana wa majeshi. Watu wanatuambia amani, wala hapana amani. Kwa hiyo niseme tu kwamba Afrika asilimia kubwa, kuanzia 70% na kuendelea tumelaanika. Inawezekana tumelaanika kwa sababu haya, ukisoma hii Kumbukumbu la Torati 28 na hivi vyote vitabu vya Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Falme, utaenda kuona sababu tulilaaniwa, tulitawaliwa. Na maana ukitawaliwa ni laana hii. Haja na sasa hivi bado tunatawaliwa na laana. Hatukutakiwa kuishi katika furaha. Sisi tunatakiwa kuishi katika huzuni, kuishi katika kuomboleza siku zote. Inawezekana Mungu aweza kutusikia na wakati mwingine akipenda aturehemu, kwa sababu yeye ni Mungu wa rehema, lakini hatuwezi kurehemiwa bila kuchukua hatua. Basi kama umeelewa na kama umesikia hadi hapa, Mungu akubariki sana. Kristo kwa pamoja.